Mtazamaji, karibu sasa tutafute mzingo wa pembe tatu wa hili umbo. Taratibu, hatua kwa hatua, tunamwelekeza mtoto wako asije akakosa. Swali hili nimetumiwa na mzazi. Sasa nikaona nikilifanya peke yangu, nikamtumia yeye, kuna wengine watakosa mambo mazuri haya hapa. Tafuta mzingo wa pembe tatu ABC ifuatayo. ABC. Hii hapa, sawa? Sasa tunaona hii ni pembe tatu pacha. Kwa nini pembe tatu pacha? Kwa maana pembe hii na pembe hii ni sawa, si ndio? Kwa sisi tutatafuta thamani ya y kwanza. Hatua ya kwanza tutafuta thamani ya y kwanza. Tukipata thamani ya y ndipo tutapata urefu wa hapa na urefu wa hapa na urefu wa hapa. Kwa hiyo sisi sasa hivi tuanze kwanza kwamba sentimeta, tufungue mabano hizi hapa, y tujumlishe na 9 tufunge mabano, itakuwa ni sawa sawa na za huku, na sentimeta tufungue mabano 3y tujumlishe na ngapi? Na 3. Hapa tunataka tupate thamani ya y kwanza. Tukipata thamani ya y kwanza tutapata urefu wa hapa na urefu wa hapa na urefu wa hapa. Alafu ndio tutatafuta mzingo. Kwa sasa hapa tutenge mitaji inayofanana kwanza. Tunapata sentimeta, huku itakuwa 9. Hii hapa 9. Tunatenga mitaji inayofanana 9, tutatoa na hii hapa 3 inaileta huku inakuwa kutoa. Tutafunga mabano sawa sawa na sentimeta, tutafungua mabano 3y, tutakuja kuichukua hii y tutaileta huku inakuwa kutoa y. Kwa hapa tutapata sentimeta ngapi? 6. Ni sawa sawa. Hapa tukitoa tunapata sentimeta 2y. 3y toa y unapata 2y. Ili tupate thamani ya y tutagawanya kwa sentimeta 2 na huku tutagawanya kwa sentimeta ngapi? 2. Sentimeta na sentimeta tunarahisisha, inaisha, si ndio? Inabaki 2 gawanya kwa 2 ni 1. Kwa huku tutabakiwa na y ni sawa sawa. Sentimeta na sentimeta pia tunarahisisha, inaisha. Inabaki 2 kwa 2 1 kwa 2 3, kwa maana kwamba 6 gawanya kwa 2 ni 3. Kumbe thamani ya y ni ngapi? Ni 3. Sasa tumeshapata thamani ya y tayari ni 3. Sasa tunaweza kutafuta mzingo wa pembe tatu ambao kanuni ya mzingo ni sawa sana a jumlisha b jumlisha c. Hii ni kanuni ya kutafuta mzingo wa nini? Mzingo wa pembe tatu. Sasa kwa sababu y tumeshapata ni 3, ndio tutafute urefu wa hapa kwanza. Urefu wa hapa tunaupataje? Urefu wa hapa. Sasa ngoja nifute hapa. Thamani ya y ni 3. Kama y ni sawa sawa na 3, je, tunapataje urefu wa hapa? Kumbe tutachukua 3 mara 3. Sawa? 3 mara 3 tunapata 9. 9 tutajumlisha na ngapi? Na 3. 3 mara 3 9, jumlisha 3 tunapata 12. Kumbe urefu wa hapa ni sentimeta 12. Njoo tuangalia hapa. Y ni ngapi? No, 9. 9 ongeza 3 12. Njoo hapa. Thamani ya y ni ngapi? 3. Hii hapa. 3 jumlisha 9 na hapa unapata sentimeta ngapi? 12. Kumbe na hapa pana 12 na hapa pana 12. Njoo hapa. Sawa? 3 mara y, 3 mara y, si ndio? Hii hapa 3. 4 mara y. 4 mara y unapata 10 na ngapi? 3 mara 4 unapata 12. 12 ongeza 6 unapata sentimeta 18. Kumbe hapa pana sentimeta 18. Sasa kwa kutumia hii kanuni ya mzingo ambayo inasema ni a jumlisha b jumlisha c sawa sawa na mzingo. Sasa hapa ndio unaweza kaweka kwamba hapa ni a, hapa ni b, hapa ni c. Kwa hiyo wewe chukua tu hizi namba ulizopata, sentimeta 12 ongeza 12 ongeza 18, unapata mzingo ambao tutachukua sentimeta 12, tutaongeza na sentimeta 12, tutaongeza na sentimeta 18. Hizi hapa. Tutapata sawa sawa na sentimeta 12 na 12 24. 24 ukiongeza na 18. Sasa sijui umenielewa, sikiliza kwanza. Kabla sijamalizia, kwa sababu hapa ndo naenda kumalizia nikishajumlisha. Kabla sijamalizia, swali hili hatua ya kwanza, tafuta thamani ya y kwanza hapa. Ukipata thamani ya y ndio unakuja unaanza kuingizia hapa. Sawa? Haya ndio tumalizie. Huyu na huyu unapata 30. 30 42. Kwa tunapata sentimeta 42. Huu ndio mzingo wa hili nini? Mzingo wa hili umbo. Asante sana kwa kunifuatilia. Natumai sasa mzazi uliyenitumia hili swali umeshapata majibu, na mwingine ambaye alikuwa halijui hili swali ameshapata majibu. Karibu sana katika vipindi vinavyoendelea. Asanteni sana.